Swala la wavamizi kutoka nje ya nchi kupenya ndani ya mipaka ya Kenya na kuwavamia raia limekuwa likiibua maswala mengi, haswa wakati huu ambapo visa hivyo vimekuwa vikiongezeka na hata maafisa wetu wa usalama kuuawa na wavamizi hao. Ni hali inayoendelea kuibua hofu, huku jamii zinazoishi mipakani zikiendelea kuhofia maisha yao. Mfano mzuri ni katika eneo la Toposa kwenye mzozo wa ardhi kati ya Kenya na Sudan ya Kusini. Makabiliano ya mara kwa mara yamepelekea visa vya mauaji ya raia na maafisa wa usalama wa Kenya. Kaskazini mashariki, uhasama kuhusu mifugo umepelekea jamii ya Wapokot kuzozana na jamii jirani ya Uganda, ambako tatizo la umiliki wa silaha lingali likiwaumiza vichwa wakuu wa usalama maeneo hayo. Aidha, hali ilidhihirika wazi wakati jeshi la Uganda lilipotuma wanajeshi wake hadi katika kisiwa cha Migingo wakidai kipo katika himaya yao. Ni sisi wa Kenya tumesema ile bendera isiwe hapo katika hiki kisiwa. Kaskazini mwa Kenya, waasi wa jamii ya Oromo na Merile kutoka Ethiopia wamekuwa wakitekeleza maafa zaidi, huku wakiiba mifugo ambayo huivukisha hadi nchini Ethiopia. Hali duni za usalama nchini Somalia ambayo imekithiri kwa zaidi ya miongo miwili sasa, vile imechangia mipaka yetu kutokuwa salama, huku wanamgambo wa Al-Shabaab wakiwa kero mpakani mwetu. Discussions have also been held between us and the government of Ethiopia. We'll also be talking also to the people of the government of Southern Sudan. Je, inatosha kwa serikali kujitokeza kifua mbele na kukariri hakuna vitisho vyovyote vya usalama mipakani kutoka kwa nchi jirani bila kudhibiti visa kama hivi, hasa katika miji iliyo mipakani? Ali Manzu, KTN Leo, Nairobi.